Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika kapu la habari. Mimi Hilali Sefuriami ndio kusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuhu Stima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Ni Musa Azan Zungu, spika wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wataalamu wa afya 30 kisiwani Zanzibar kujengewa uwezo wa kujifunza mbinu za kisasa za matibabu ya saratani shingo ya kizazi. Katika habari za kimataifa, WHO yataka kusitishwa ghasia nchini Sudan baada ya kuuawa daktari katika mji ulioathiriwa na vita wa Al-Fasha. Mbunge wa jimbo la Ilala aliyekuwa naibu spika wa bunge la 12 Musa Azan Zungu ameapishwa kuwa spika wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kushinda kura 378 kati ya kura halali 380, akiwashinda wagombea wengine watano waliokuwa wakiwania nafasi hiyo. Rajab Shaban Matuga anaarifu zaidi. Mimi Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mamlaka nilionayo chini ya ibara ya 90 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ninaitisha mkutano wa bunge jipya la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ufanyike katika ukumbi wa bunge uliopo jijini Dodoma tarehe 11 Novemba 2025 kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Hati hii imethibitishwa kwa saini yangu na kuwekwa rakili ya umma leo tarehe 4 Novemba 2025. Mwisho wa kunukuu. Huyo ni katibu wa bunge Baraka Leonard akisoma tangazo la rais la kuitisha bunge la 13 Novemba 11, 2025 bungeni jijini Dodoma. Moja ya shughuli zilizofanyika katika mkutano wa kwanza kikao cha kwanza cha bunge la 13 ni pamoja na uchaguzi wa spika bunge. Idadi ya kura zilizopigwa ni 383. Idadi ya kura kwa mheshimiwa ndugu Musa Azan Zungu 378. Hivyo Mheshimiwa Musa Azan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura 378. Katika kiapo chake, spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu ameahidi kusimamia bunge la 13 kwa kufuata kanuni, sheria na katiba ya nchi, huku akihakikisha haki inatendeka kwa kila mbunge. Mimi nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa hivyo vyote vile sitatoa siri za bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Akisoma hotuba ya shukrani mara baada ya kuapishwa, Zungu amesema atahakikisha bunge linachangia maendeleo ya nchi na wananchi wake. Spika Zungu amewataka wabunge kuwa wazalendo, kuheshimu kanuni za bunge na kutekeleza majukumu yao ipasavyo, akisisitiza umuhimu wa ushirikiano katika kazi za bunge. Zungu sasa anakuwa spika wa 9 wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiendeleza utamaduni wa manaibu spika kupanda na kushika wadhifa huo.
Miongoni mwa waliowahi kuwa manaibu spika na baadaye kuwa maspika ni pamoja na Bi Anna Makinda, hayati Job Ndugai na Dr. Tulia Ackson. Kwingineko, wakala wa barabara za mjini na vijijini nchini TARURA katika mkoa wa Katavi umesaini mikataba 10 ya matengenezo ya barabara na wakandarasi mbalimbali yenye thamani ya shilingi bilioni 1.644, ambapo mikataba 6 kati ya hiyo yenye thamani ya shilingi milioni 171.08 imekabidhiwa kwa vikundi vya wanawake, vijana na wazee. Hii hapa ni taarifa zaidi na Nuhu Stima. Meneja wa TARURA mkoa wa Katavi, mhandisi Innocent Mlai, amesema mikataba hiyo inatekelezwa katika halmashauri za Tanganyika, manispaa ya Mpanda, Nsimbo, Mpimbwe na Mlele na inahifadhiwa kupitia mfuko wa matengenezo ya barabara Road Fund. TARURA mkoa wa Katavi ilitangaza zabuni zenye thamani ya shilingi bilioni 8.307 kwa mchanganuo ufuatao. Kwanza, tulikuwa na 60% ya bajeti ya matengenezo kutoka mfuko wa barabara Road Fund, lakini pia tukatangaza 100% ya fedha kutoka serikali kuu kwa maana ya jimbo, lakini pia tukatangaza 60% ya fedha za tozo ya mafuta kwa maana ya fuel levy. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, TARURA imekamilisha michakato ya ununuzi wa zabuni 10 zenye thamani ya shilingi bilioni 1.644 ambayo ni sawa na 60% kutoka mfuko wa matengenezo. Baada ya kushuhudia utiaji saini wa mikataba hiyo, hafla iliyofanyika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko amewataka wakandarasi hao kutoa ajira kwa wananchi wa mkoa huo, hasa vijana, ili kuongeza kipato na kuchochea maendeleo ya jamii. Kwa wakandarasi wote ambao mmesaini mikataba hapa leo, naomba msiwe kikwazo katika kuhakikisha kazi hizi zinakamilika kwa muda uliopangwa, zinafanyika katika ubora unaostahili. Mikataba hii yote itahitaji watendakazi au itahitaji wafanyakazi wa level mbalimbali au wa taaluma mbalimbali. Hakikisheni wanakatavi wengi zaidi mnawapa ajira kulingana na ujuzi wao, waweze kufanya kazi na kuhakikisha kwamba mzunguko wa fedha unaendelea kubakia ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Aidha, Bi Mrindoko ameipongeza TARURA kwa hatua ya kushirikisha makundi maalumu katika miradi ya maendeleo, akiitaja hatua hiyo ni muhimu katika kuwawezesha kiuchumi na kuongeza ushiriki wa wananchi katika utekelezaji wa miradi ya serikali. Nitoe maelekezo kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya ambao mko hapa, kwa sababu swala hili bado halijafahamika kwa walio wengi. Niwatake mshirikiane na ofisi za TARURA katika ngazi ya wilaya kuhakikisha kwamba mnatambua makundi ya vijana, wanawake na hata vijana wetu waliomaliza vyuo mbalimbali wa kike na wa kiume. Tambueni mahali walipo, na baada ya kuwatambua waelimisheni kwa pamoja, wapeni mwongozo, wasimamieni kikamilifu kuhakikisha wanatengeneza kampuni au vikundi vinavyokubalika kwa ajili ya kupata kazi hizi za ujenzi wa barabara katika miradi hii midogo midogo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amemwelekeza mkuu wa wilaya ya Uvinza pamoja na wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA kuimarisha miundombinu ya barabara kutoka njia panda kijiji cha Rukoma kwenda hifadhi ya taifa milima ya Mahale wilayani Uvinza yenye urefu wa kilomita 38 ili kurahisisha shughuli za utalii ndani ya hifadhi hiyo. Taarifa zaidi na Rajab Shaban Matuga. Hatua hiyo ni baada ya kuelezwa ubovu wa barabara hiyo kuchangia pakubwa kuzorotesha shughuli za utalii, kwani watalii hulazimika kutumia kati ya saa 5 hadi 6 kufika katika hifadhi ya milima ya Mahale kwa njia ya barabara kutoka Kigoma mjini. Ili tupate watalii wa kutosha, tuweze kupata uwekezaji wa kutosha, miundombinu na hasa barabara ni ya msingi. Hatuwezi tukategemea zaidi ndege. Ni waelekeze DC wa Uvinza na TARURA katika wilaya ya Uvinza, na nitawaita ofisini, ni lazima tuone umuhimu wa kuwekeza kwenye barabara. Kuna sehemu nusu ya barabara hii ambayo inakuja huku kwenye hifadhi TARURA wanahusika, lakini nusu ya sehemu ya barabara inayobaki wenzetu wa TANAPA wanahusika. Na taarifa niliyopata nayo ni kwamba tayari wenzetu wa TANAPA wameshakuwa na budget. Mkuu wa hifadhi ya taifa milima ya Mahale, kamishna msaidizi wa uhifadhi Khalid Jumanne Mgofi, amesema kwa sasa hifadhi hiyo inafikiwa kwa njia ya anga na majini, lakini kwa kuimarisha miundombinu ya barabara kutaongeza idadi ya watalii. Wakati ambao tumejaribu kuiweka ni kwamba shirika la hifadhi ya taifa Tanzania iliingia makubaliano pia na halmashauri ya wilaya ya Uvinza kupitia TARURA
na tuliwekeana mikakati baadhi ya maeneo ambapo kilomita 22 kutoka kijiji cha Mgambo kuja hifadhini zilichukuliwa na hifadhi kwa ajili ya kufanyiwa maboresho, lakini kilomita zilizobaki 16 kutoka Rukoma kuja Mgambo zilikuwa ni za TARURA. Kwa hiyo kwa upande wa kwetu sisi kama TANAPA tulishapata mkandarasi na alishaanza kutengeneza baadhi ya structure, lakini mkandarasi amekuwa akisuasua. Sasa hivi tuko kwenye taratibu ya kufanya marejeo na mkandarasi na kuona kama tunaweza kumalizia vipi hiyo barabara. Aidha, ubovu wa barabara hiyo sio tu unaathiri shughuli za utalii, bali hata wananchi wa maeneo hayo nao wameelezwa kuguswa pia na kero hiyo ya barabara. Kama hivi masika imeingia, ina maana sisi huku kwetu usafiri itakuwa ni duni. Kwa hiyo kama mkuu wa mkoa, labda unaweza ukaongea na TARURA, labda watusaidie ili barabara hii iweze kupitika. Changamoto ya barabara, kwanza nyakati za mvua, karabati za kuwekea si nzuri. Unaona maji yanapokuwa yanazidi, maji yanavuka paka kwenye karabati. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omari Makame ameongoza kikao cha tathmini ya mkataba wa lishe ili kutimiza dhamira ya dhati ya serikali katika kukabiliana na changamoto zinazotokana na ukosefu wa lishe bora na kujenga jamii yenye afya bora. Hii hapa ni taarifa zaidi na Zuberi Mgaya. Akizungumza katika kikao hicho kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano wa ofisi ya mkuu wa mkoa uliopo Nselewa wilayani Mbozi, Makame ameelezea lengo kubwa la mikataba ya lishe katika kufanikisha azma ya serikali kuwa na jamii iliyokuwa na afya bora. Lengo la kuweza kuingia mikataba manake ni kuonesha commitment ya hali ya juu katika utekelezaji wa swala zima la afya za lishe ili kuweza kukabiliana na changamoto zinazotokana na lishe. Na hii yote ni kwa sababu swala la lishe ndio msingi wa kuweza kujenga kizazi chenye afya bora. Tukiwa na watoto wengi wenye changamoto ya udumavu, tafsiri yake manake tunatengeneza kizazi ambacho hakitakuwa na uwezo wa kuweza kukabiliana na changamoto ambazo zinakabili taifa. Makame amesoma takwimu za lishe katika mkoa huo na kubainisha kuwa licha ya kufanikiwa kupunguza kwa asilimia chache, lakini bado ametaka kuongeza jitihada zaidi katika kusimamia ajenda hiyo. Matokeo yake ya jitihada hizo ambazo zilianza kuchukuliwa, takwimu zinatuonyesha kwa mujibu wa utafiti uliofanyika mwaka 2022, kiwango cha udumavu kwa taifa tumefika kwenye asilimia 30. Lakini kwa upande wa mkoa wetu wa Songwe tumeweza kupunguza kiwango cha udumavu kutoka asilimia 43 mpaka asilimia 31.9 mwaka 2022. Asilimia 43.3 ilikuwa ni mwaka 2018. Kufikia mwaka 2022 kiwango cha udumavu ikafikia asilimia 31.9. Bado tuna safari ndefu sana, au bado wanakabiliwa na changamoto ya udumavu pamoja na masuala mengine ya changamoto za lishe. Katika hatua nyingine, Makame amewataka wananchi wa mkoa wa Songwe kutumia fursa ya vyakula vilivyopo ndani ya mkoa huo kwa kuzingatia elimu zinazotolewa na wataalamu wa afya ili kujenga jamii yenye afya bora. Mkoa wetu ni miongoni mwa mikoa ambayo inazalisha vyakula kwa kiwango kikubwa sana. Changamoto tuliokuwa nao ni namna gani tunatumia sasa vyakula tulivyokuwa navyo kuhakikisha kwamba tunajenga lishe iliyokuwa bora kwa watoto wetu, hususan kwa kuzingatia zile siku 1000 ambazo wataalamu wetu wanatuambia. Siku 1000 kuanzia siku mimba inapotungwa, miezi 9 mtoto akiwa tumboni, unatoka hapo unazungumzia zile siku za kunyonyesha. Kwa hizo siku 1000 hizo ni muhimu sana kwa mtoto. Tukielekea kisiwani Unguja, serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia Wizara ya Afya Zanzibar kwa kushirikiana na ubalozi mdogo wa China hapa Zanzibar imeandaa programu maalum ya muda mrefu na muda mfupi kwa wataalamu wa afya kutoka Zanzibar kujifunza mbinu na teknolojia za kisasa za utumiaji wa vifaa katika matibabu ya maradhi ya saratani ya shingo ya kizazi. Nuhu Stima anatoa ripoti zaidi.
Akizungumza mara baada ya uzinduzi wa mafunzo hayo, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Mgereza Mzee Miraji, amewataka wataalamu wanaopatiwa mafunzo hayo kuhakikisha wanatumia vyema ujuzi watakaopata kusaidia jitihada za serikali kupunguza na hatimaye kuondokana kabisa na maradhi ya saratani. Ushirikiano wetu sasa hivi umeenda katika ngazi nyingine. Zamani walikuwa wanaleta wale wataalamu Chinese medical teams ambao ni timu 5 mpaka sasa hivi, lakini sasa hivi tunaendelea na ushirikiano kupiga vita tatizo la saratani ya shingo ya kizazi ambayo inaathiri sana wakina mama hapa Zanzibar. Haya ni mafunzo adimu sana na haikuwa rahisi kuwapata wa maprofesa wote. Baadhi ya maprofesa hawa wametoka vyuo vikubwa sana au wanafanya kazi katika hospitali kubwa sana. Na sisi kwa upande wetu tumejitahidi kuchagua wale wataalamu hasa ili kuhakikisha kile wanachofundishwa basi kitaleta manufaa katika matibabu na maisha ya watu wetu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya kinga na elimu ya afya kutoka Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Salim Slim, amesema wataalamu 30 wa afya kutoka Zanzibar watapatiwa mafunzo hayo. Na lengo kwa vile watu wengi sana hapa Zanzibar walikosa kipindi cha chanjo cha miaka 20-25 iliyopita, kwa vile nchi za Afrika zilikosa chanjo hii ya saratani ya shingo ya kizazi, tunagundua visa vya saratani ya shingo ya kizazi katika wanawake wengi ambao wana miaka kuanzia 25 kwenda juu. Serikali tayari ishawekeza kwa kutosha upatikanaji wa chanjo hizi, na Zanzibar sasa hivi wanawake wote vigori tayari wamechanjwa kwa asilimia karibu 97 kwenye chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi. Naye mratibu wa kitengo cha maradhi yasiyoambukiza Zanzibar, Bi Zuhura Saleh Amur, ameeleza mipango iliyopo baada ya kumalizika kwa mafunzo hayo ili kufikia malengo ya kuimarisha afya za wanawake. Tutahakikisha hawa wanafunzi ambao wamepata mafunzo haya kuweza kwanza kutoa elimu ya afya inayohusu saratani ya shingo ya kizazi, lakini pia kuweza kuchunguza na kugundua mapema hii saratani ya shingo ya kizazi, pamoja na kutoa rufaa katika hospitali zinazohusika, lakini pia tiba stahiki kwa wale ambao wanakutana na dalili za awali za shingo ya kizazi itaanza kufanyika katika vituo vyetu vya afya kwenye ile ngazi ya chini. Kwa hiyo wale watoa huduma kutoka kwenye ngazi ya jamii na wao sasa wataweza kuandaa jamii ni jinsi gani wataweza kuwapa elimu ya afya, jinsi gani wataweza kuwajumuisha waweze kufanya uchunguzi wa mapema saratani ya shingo ya kizazi, ili baada ya miaka tuhakikishe kwamba Zanzibar tumetokomeza hili swala. Mafunzo hayo yanatolewa kupitia mpango unaoratibiwa na Wizara ya Biashara ya China kwa kushirikiana na taasisi inayoshughulikia mafunzo kwa wataalamu wa biashara za kimataifa. Tukisalia bado huko kisiwani Unguja, naibu katibu mkuu anayeshughulikia katiba na sheria ofisi ya Rais, katiba, sheria, utumishi na utawala bora, Mzee Ali Haji, ameshauri kuangaliwa kwa kina sababu zinazopelekea kuongezeka kwa vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia ili hatua madhubuti ziweze kuchukuliwa kukabiliana na tatizo hilo. Zuberi Mgaya ana taarifa kamili. Akifungua mafunzo ya kuwajengea uwezo wa watendaji wa madawati ya jinsia na watoto ya jeshi la polisi katika mikoa ya Unguja yanayofanyika chuo cha polisi Zanzibar, Mzee Ali Haji amesema juhudi kubwa inafanyika kukabiliana na vitendo vya udhalilishaji, lakini bado vimeendelea kuripotiwa. Kuprove kesi zetu inakuwa shida tunapokosa ushirikiano. Kwa hiyo mafunzo haya yatatuleta karibu, tuone namna gani tunaweza kushirikiana. Bila ya ushahidi madhubuti hakuna kesi. Kesi zote zitaishia njiani kama hatuna ushahidi madhubuti. Ushirikiano baina ya taasisi kwa maana polisi, DPP, mahakama na raia na wizara zinazohusika na masuala haya ni jambo muhimu sana. Tunapofanya kazi kwa pamoja itatuwezesha kuhakikisha kwamba tunafikia malengo. Afisa hifadhi ya mtoto kutoka shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto duniani UNICEF, Ahmed Rashid Ali, amesifu utendaji wa madawati ya jinsia na watoto ya jeshi la polisi katika kushughulikia kesi za udhalilishaji. Kwa kweli hayo ni mafanikio makubwa na inatia moyo kuona kwamba hii haja ya kuona madawati jeshi la polisi imeiona na imeichukua na imeifanyia kazi. Lakini vile vile kutoa mafunzo kwa maafisa wa polisi. Tunaomba siku hizo
kwamba kila polisi anapotoka chuoni kujifunza polisi, katika part ya curriculum ni how to manage gender and children's desk. Tunaomba hivyo na tumesikia kwamba hilo swala linafanyika. Kwa upande wake, mkuu wa dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto Zanzibar, mrakibu msaidizi wa polisi ASP Ali Mohamed Othman, ameeleza masikitiko yake juu ya mwitiko mdogo wa wananchi kuhudhuria mikutano ya utoaji elimu kupinga udhalilishaji. Sisi tunapokwenda kwenye jamii kutoa elimu, kwa bahati mbaya sana jamii hawana mwamko mzuri wa kuhudhuria kwenye ile mikutano, na kwa bahati mbaya sana jengine, wanaokuja namba kubwa utakuta kina mama, lakini wababa wanakuwa hawaji. Sasa ile elimu ambayo tunataka tuende tukawape elimu nzuri, mwisho wa siku hatufikii malengo kwa sababu wale wahusika wanakuwa hawafiki. Sasa hilo nalo kwa upande mmoja utakuta linatupa ukakasi kufikia mafanikio ambayo sisi tunategemea. Lakini sisi kama sisi atakujipanga kwetu ile kuona tunayahandle vizuri hayo mambo. Jeshi la polisi kupitia kitengo cha dawati mpaka wamekuja na kampeni maalum ya tuambie kabla hawajaharibiwa. Tulitembea karibu shehia zote 259 za Unguja. Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja ndio kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeitaka serikali ya Nigeria kuwafutia kabisa hatia wanaharakati 9 wa mazingira waliouawa miaka 30 iliyopita ambao walipigania kulinda eneo la Niger Delta kutokana na shughuli za kampuni kubwa ya mafuta ya Shell. Wito huo umetolewa sambamba na maadhimisho ya miaka 30 baada ya serikali ya Nigeria kuwanyonga wanaharakati 9 maarufu wa mazingira wanaojulikana kama Ogun 9, kitendo ambacho shirika hilo limekitaja kuwa ni cha kikatili. Kumbukumbu ya mauaji hayo mwaka huu imesadifiana na kuanza mkutano wa hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa nchini Brazil. Maandamano ya Ogun 9 ya mwaka 1995 ambapo wanaharakati wake 9 waliuawa yalielekeza macho ya walimwengu kwenye maafa yaliyosababishwa na tasnia ya nishati ya visukuku kwenye hali ya hewa, maisha ya binadamu na mazingira, na katika kuendelea umaskini katika maeneo yaliyozalisha mafuta. Mwezi Juni mwaka huu 2025, serikali ya Nigeria ilitoa msamaha kwa Ogun 9, ingawa Amnesty International ilikaribisha hatua hiyo, lakini ilitaja kuwa haitoshi kutimiza haki za wanaume hao walionyongwa na serikali na kwa familia zao. Mkurugenzi wa tawi la Amnesty International nchini Nigeria, Isa Sanusi, alisema ingawa msamaha huo ni hatua moja mbele, lakini wanaharakati hao 9 wanastahili kuondolewa hatia kikamilifu, na kuongeza kuwa watu hao waliuawa kidhuluma kwa kosa ambalo hawakulifanya na familia zao zimeteseka vya kutosha na zinastahili kutendewa uadilifu. Kwingineko, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom
ametaka kusitishwa ghasia nchini Sudan baada ya kuuawa daktari katika mji ulioathiriwa na vita wa El-Fasher. Mkurugenzi huyo ameandika katika mtandao wa kijamii kuwa umagaji damu nchini Sudan ni lazima ukomeshwe, akiongeza kuwa amehuzunishwa na taarifa ya kuuawa Dr. Adam Ibrahim Ismail katika mkasa mwingine kwenye mji wa Al-Fasher huko Sudan, huku akisema shirika la afya duniani linaomboleza kifo cha Dr. Ismail na linatoa wito wa kukomeshwa ukatili dhidi ya wafanyakazi wa sekta ya afya na kumalizia ujumbe wake kuwa amani ni dawa bora. Kwa mujibu wa mashirika ya ndani na kitaifa, yameripoti kuwa tarehe 26 mwezi Oktoba 2025, wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka RSF waliudhibiti mji wa Al-Fasher na kufanya mauaji ya halaiki ya kikabila. Mapigano yaliyoanza April 2025 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha msaada wa haraka RSF yameibua vita vya ndani nchini humo vilivyoua maelfu ya wananchi wa Sudan na kupelekea mamilioni ya wengine kuwa wakimbizi. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti kuwa Novemba 10, 2025, idara ya ujasusi ya Urusi FSB imesema kuwa ilizuia njama za majasusi wa Ukraine na Uingereza kuwajaribu marubani wa Urusi kuiba ndege ya MiG-31 iliyokuwa na kombora la hypersonic la Kizhal kwa dola milioni 3. Ripoti ya shirika moja la habari ilinukuu FSB ikisema kwamba ndege hiyo iliyotekwa nyara ingesafirishwa kuelekea kituo cha jeshi la anga la NATO katika mji wa Constanta nchini Romania, ambapo ingedunguliwa na walinzi wa anga. FSB, mrithi wa KGB ya enzi ya Usovieti, ilisema Ukraine na Uingereza zilipanga uchochezi mkubwa kwa kutumia ndege iliyotekwa nyara na kwamba ujasusi wa kijeshi wa Ukraine ulijaribu kulaghai marubani wa Urusi kwa dola milioni 3 ili kuiba ndege hiyo, huku FSB ilinukuliwa ikisema kuwa hatua zilizochukuliwa zimezuia mipango ya huduma za kijasusi za Ukraine na Uingereza kutekeleza uchochezi mkubwa zaidi. Kwa muda mrefu Urusi imeiweka Uingereza kama adui yake mkuu na kuishutumu kwa kuchochea vita vya Ukraine na ujasusi wa Uingereza kuisaidia Ukraine kuanzisha mfululizo wa operesheni ndani ya Urusi. Nuhu Stima, Mahasin TV. Shukrani Nuhu Stima kwa habari za kimataifa. Na kabla hatujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Ni Musa Azan Zungu, spika wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wataalamu wa afya 30 kisiwani Zanzibar kujengewa uwezo wa kujifunza mbinu za kisasa za matibabu ya saratani shingo ya kizazi. Katika habari za kimataifa, WHO yataka kusitishwa ghasia nchini Sudan baada ya kuuawa daktari katika mji ulioathiriwa na vita wa Al-Fasher. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah para majali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilal Sefuria kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Billahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwaheri. Naitwa Godfrey Kazinja nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo tunatarajia hali ya mvua na ngurumo ijitokeze katika maeneo ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na sehemu za magharibi mwa nchi. Pwani ya kaskazini, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, kwa usiku wa leo kutarajiwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Sehemu nyingine za nchi zikitarajiwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika baadhi ya maeneo ya nchi. Mifumo ya anga inatuonyesha mtawanyiko wa viashiria vya mvua ni katika baadhi ya maeneo ya nchi. Hali kadhalika kwa siku ya kesho, ukanda wa Ziwa Victoria, mkoa wa Tabora pamoja na mkoa wa Rukwa kutakuwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ili hali mkoa wa Kigoma na Katavi kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma pamoja na mwambao wa pwani ya Bahari ya Hindi kutakuwa na hali ya mvua
jua japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Singida, Dodoma, Morogoro pamoja na mkoa wa Iringa kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki kutakuwa na hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam kutakuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Dodoma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza kutakuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro kutakuwa na hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache, kiwango cha juu cha joto kitarajiwa kufikia nyuzi joto 35. Kwa upande wa mkoa wa Mbeya kutakuwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Morogoro kutakuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Arusha kutakuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nikushukuru kwa usikivu wako na nikutakie wakati mwema. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.